ungetamani kuona uongozi wa aina gani kwenye jamii ambayo inakuzunguka? Kwa hiyo unaweza ukawa kiongozi na usiwe kiongozi katika nyanja za siasa. Sisi kama vijana tusitegemee tu kama elimu ndio nyenzo ya kuweza kutukomboa, bila kuangalia kwamba kiongozi anayenitazama wa juu yangu anaongoza vipi. Mtazamo wenu kuhusu jamii inavyowatazama vijana? Kupaza sauti hii, lakini wale walionizunguka napenda wanichukulie mimi kama mfano. Habari za leo kwa mara nyingine. Leo tunakutana tena kwa ajili ya podcast yetu ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship. Tunazungumza na washiriki wa awamu ya kwanza ya programu ya mafunzo ya uongozi ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship. Kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza unafuatilia mfululizo wa vipindi hivi, ni kutaarifu tu kwamba shirika The African Leadership Initiative for Impact ambalo mimi naliongoza kama mkurugenzi mtendaji mwaka 2025 lianzisha programu ya maalumu ya kukuza vipaji vya uongozi kwa vijana wa Tanzania, wale ambao wana vipaji vya uongozi vinatambuliwa kutoka kwenye ngazi za shule katika nchi zetu katika nchi yetu ya Tanzania, kutoka kwenye mikoa mbalimbali, na baada ya kumaliza kidato cha 6 basi wanakuja kushiriki mafunzo ya uongozi ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship, mafunzo takriban wiki 2, na baki wakimaliza wanapoenda vyuo vikuu wanapewa mentorship kwa muda wote ambao wapo vyuo vikuu, ili kuhakikisha kwamba interest yao ya uongozi haipotei, na zaidi sana wanaendelea kujiandaa kuielewa vizuri sekta yao ambao wameichagua ya uongozi, lakini pia kufanya vitu mbalimbali ambavyo vitawafanya waendelee kuwa karibu na masuala mazima ya uongozi. Sasa kama unavyofahamu vyuo vikuu, muda wa kusoma chuo kikuu, kama mtu hauja kuwa na guidance nzuri, unaweza ukajikuta pengine haujapata nafasi nzuri ya kuweza kusimama kwenye mstari wa uongozi. Na zaidi sana kuendelea kupata fursa mbalimbali za kujifunza, kuonesha uwezo, kukuza vipaji vya uongozi katika nchi yetu ya Tanzania. Tupo kwenye awamu ya kwanza ya programu hii ambayo tumeingia mwaka 2025, na mwaka 2026 taingia awamu ya pili, na zitaendelea awamu nyingine nyingi huko mbele. Leo tunazungumza na washiriki wa awamu ya kwanza ya programu hii, hasa kusikia sauti zao, kuwafahamu mitazamo yao kuhusiana na masuala mbalimbali ya kijamii, lakini pia wao ni akina nani hasa, wanafanya nini hivi sasa, wanategemea kufanya nini hapo baadaye, na swali la msingi wanafikiria kuifanyia nini Tanzania ili mwisho wa siku kwamba Tanzania inakuwa na maendeleo endelevu. Cha msingi tu ambacho natamani ufahamu ni kwamba huu ni mwaka 2026 na tunaelekea dira ya maendeleo mwaka 2050. Vijana hao wenye umri wa miaka 15, 18, 19, 20, kipindi hicho watakuwa wana miaka zaidi ya 40. Na hii inamaanisha kwamba kuna umuhimu mkubwa kuendelea kuwekeza kwenye kizazi hiki cha vijana wanaomaliza kidato cha 6 kwenda vyuo vikuu, umri huo miaka 18, 19, 20, ili mwisho wa siku kuandaa vyema kuja kuwa na mchango chanya kwenye taifa letu tunapoelekea dira ya 2050. Dira yetu imezungumza kwamba msingi wake mkubwa ni uongozi imara, uongozi bora. Sasa viongozi tunawapata wapi? Lazima tuanze kuhakikisha kwamba tunaandaa mazingira mazuri kwa vijana wetu. Karibu sana. Naomba niwakaribishe wageni wangu, karibuni sana. Asante sana Mr. Nategemea tutazungumza vitu vingi hii leo. Kwa kwanza tuanze kwako kijana, ujitambulishe kwa faida ya watazamaji wetu ambao hawakufahamu. Wewe ni nani hasa? Unatokea wapi? Nikisema unatokea wapi, kwenu wapi kwenu? Lakini pia hapa mjini unatafuta nini, na mwisho siku umejikuta vipi kuwa kwenye program hii ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship? Karibu. Asante sana Mr. Malekela. Mimi kwa jina naitwa Kevin Franco Danshao, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Pia naweza nikasema ni mmoja wa washiriki wa programu hii ya mafunzo ya uongozi ya Next Gen Leaders Fellowship. Kitu ambacho nimepata exposure ya kuweza kujitokeza kwenye programu hii ya mafunzo ya uongozi, naweza kusema kwamba ilikuwa ni kama fursa kwangu. Baada ya kumaliza masomo yangu ya kidato cha 6, ilinitokeza fursa mbele yangu na sikutaka niendelee kutulia nyumbani, kwani nilijua kabisa ni opportunity kubwa ambayo naweza nikaimiss. Hivyo fursa hii nilipewa na rafiki yangu. Rafiki yangu ndo alinitumia ile chapisho na linki kwamba kuna hii, manake rafiki yangu yeye alikuwa anajua kwamba mimi nina nia na mambo ya uongozi. Kwa hiyo akaniambia, nani kaka, chukua hii chapisho, inaweza ikakufaa, hebu fanya maombi. Kweli Mungu alisaidia, niliweza kufanya maombi na nikabarikiwa kuchaguliwa kama mmoja wa kushiriki katika programu ile. Na programu ile kwa kiukweli
ilinipa mambo mengi, ilinipa exposure kubwa, kwani nilikutana na vijana mbalimbali, vijana wenye karama na wenye nilibahatika kukutana hadi na vijana wenye wanaomiliki taasisi mbalimbali. Kwao kukutana kwao kulisaidia kwa kikubwa kuboost network na kubadilishana fikra sisi kama vijana katika maendeleo ya jamii yetu. Asante sana. Hujaniambia unatokea wapi? Kwenu wapi? Mimi ni mkazi wa Dar es Salaam, lakini nikizungumzia my ethnicity ni Mchaga, watu kutoka Kilimanjaro. Kilimanjaro, safi sana. Asante. Kule ndo kwenu. Ndio. Mjini hapa amekuja kutafuta, si ndio? Asante sana. Karibu sana dada, tuweze kutambulisha. Asante sana. Jina langu ni Crispina Ignacio Kabale, ni mshiriki wa awamu ya kwanza ya programu ya uongozi inayofahamika kwa jina la Tanzania Next Gen Leaders Fellowship. Vilevile kwa sasa ni mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, masomo ya shahada ya kwanza ya sheria. Kwetu kabisa nakotoka ni mkoa wa Mwanza. Hapa da nimekuja kwa ajili ya masomo. Asante. Asante sana. Umejikuta kutaje kwenye programu ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship? What happened? Ilikuwa pale kipindi ambapo nilikuwa nimemaliza kidato cha 6 mwaka 2025, nilitumiwa link ya kushiriki katika programu hii ambayo nilitumiwa na rafiki yangu anafahamika kwa jina la Belinda Kilege. Nimeamua nimtaje kwa sababu bila yeye pengine nisingepata fursa ambazo nimezipata hadi sasa kupitia programu ya TNLF. Hivyo. Sawa sawa. Let's get back. Hii ni programu ya uongozi na interest yenu mpaka mnakuja kwenye programu hii maka kumkuwa mna interest na masuala ya uongozi. Ndio. Natamani kujua interest imekuwaje, yani mmekuwaje na interest ya masuala ya uongozi? Imetokea wapi? Imekuwaje? Mmeshafanya nini kabla ya kuja kwenye programu? Kwa mtao mmeshafanya nini kwenye jamii ambayo inakufanya mtu upende masuala ya uongozi? Natamani kujua hilo, kwa maana ya mchango gani ambao tayari kushaanza kuonesha jitihada gani ambazo sasa kuonyesha kwenye jamii, lakini pia kwako wewe uongozi ni nini hasa? Karibu. Kwanza kabisa asante kwa swali zuri. Ningependa nianze kwanza na maana ya uongozi kwangu mimi. Kwangu mimi tafsiri fupi ya maana ya uongozi ni ile hali ambayo mtu anacheza nafasi yake either kwa kuwa mtu mwenye dhamana hiyo ama pengine hana dhamana hiyo, ila anacheza nafasi yake kuwaonesha njia iliyo sahihi wengine, kiongozi. Na kwangu mimi tafsiri ya uongozi ni tafsiri pana, kwa sababu uongozi upo katika kila ngazi, kuanzia ngazi ya familia hadi ngazi ya kitaifa. Pengine unaweza ukaitofautisha kidogo uongozi ambao kwa namna moja ama nyingine katika ngazi ya kitaifa unaukuta kama ngazi ya kisiasa. Kwa hiyo tunaweza kusema kwa kifupi ni kwamba uongozi kama uongozi unacheza nafasi maeneo mbalimbali, ambapo kwa kifupi naweza nikasema kwamba siasa ina uongozi ndani yake, lakini kuwa kiongozi si lazima uwe mwanasiasa. Kwa hiyo unaweza ukawa kiongozi na usiwe kiongozi katika nyanja za siasa. Kwangu mimi safari yangu ya uongozi ilianza tangia nikiwa primary, ambapo nilibahatika kuwa dada mkuu pale. Oh, wow. Shule gani? Shule inafahamika kwa jina la Adolf Kolping. Wapi huko? Inapatikana mkoa wa Kagera. Oh, safi. Iko manispaa ya Bukoba. Hapo nilikuwa dada mkuu. Elimu yangu ya O-level nilibahatika kuwa assistant discipline prefect katika shule ya St. Mary's Mazinde Juu inayopatikana Tanga. Na pia A-level nilibahatika kuwa kiranja mteule katika sekta ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la Special Ministry and General School Information. Hicho ni chuo ambacho unakuwa unateuliwa na walimu. Kwa sasa hivi nafikiria Mungu akipenda katika elimu yangu ya huku chuo kikuu nafikiria. Tukupe muda. Sawa sawa. Hapo kwenye kwa maana ya umesha kushika nafasi za uongozi huko nyuma, na maana interest yako kwa uongozi imeanza kuwa hapo, na ndio maana unazikimbilia fursa za kuendelea kuwa zaidi. Lakini pale ambapo umeshakuwa kiongozi tayari, kitu gani ambacho unasema nilipopita pale niliacha alama fulani? Swali langu ni hilo. Hata katika nafasi ndogo ambazo tayari umeshazifanyia kazi, kitu gani ambacho uko proud nacho kwamba nilipopita pale kwa nafasi ile nilikuwa dada mkuu,
ilikuwa nilikuwa nani, ulifanya nini? Swala sio ulikuwa nani, lakini uliacha alama gani nyuma? Ndicho kitu ambacho natamani nikisikia kutoka kwako. Uongozi ambao kwangu mimi najivunia hadi sasa, ambao nilionyesha kitu ambacho kimeacha alama kwangu katika safari yangu ya uongozi, nadhani ni nafasi yangu ya uongozi katika elimu yangu ya high school. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu nilipokuwa high school nilibahatika kupata eneo la kusimamia ambalo kidogo lilikuwa ni eneo fulani gumu sana, yaani liko karibu na miti mingi. Unaweza watoto wako wale unaowasimamia wanaweza wakasafisha, litachafuka tena. Lilikuwa pembeni, lina mitaro ambayo inapakana na milima hivi. Kwa hiyo mvua zikinyesha tu udongo unamwagika pale, alafu mtaro unaziba. Alafu ukizingatia wale ambao nilikuwa nawasimamia wanaosafisha eneo hilo, walikuwa kwanza miili yao ni midogo, walikuwa ni watoto wa kidato cha pili. Mtu ukimwacha mwenyewe hivi hivi umwambie hivi azibue ule mtaro, yani bila we kuonesha kama kiongozi kumsupport kwa namna moja ama nyingine, yule mtoto angechukia maisha ya shule na kuyaona magumu. Kwa hiyo ninahisi kwangu mimi uongozi ambao uliacha alama ni kucheza nafasi yangu kama kiongozi, pia kujumuika pamoja nao, kuchukua chepeo pale, kuzibua ile mitaro. Inaweza ikaonekana ni kitu kidogo, lakini ni kikubwa kwa ambao pengine watabahatika kuona hiki kitu hapa, wanaweza wakawa wanakumbuka. Haikuwa kitu chepesi, mnadumbukia pale kwenye mtaro, mnachota mchanga, mnaenda kuchota ndoo za maji, mnamwagia, mmalize pale, mkimbie mstarini, mtoke mstarini, mwingie darasani. Afu kipindi kigumu ilikuwa ikiwa ni kipindi cha mitihani, huku upambanie kusimamia hilo eneo, wale watoto nao mzibue mitaro, mwagie maji, mkimbie SB kwenye vyumba vya mitihani. Kidogo nahisi nilipambana na niliweza. Kwa hiyo kwangu mimi ni kitu ambacho ni uongozi wa alama kwangu, au kuniumiza kwa sababu uongozi ni kitu ambacho ninapenda. Sawa Kevin. Sawa. Interest yako ya uongozi ilianzia wapi na umeshafanya nini kabla ya kwa kuja kwenye program hii, na kitu gani unachojivunia kwamba nilipopita pale kwa jitihada zangu hizi za uongozi, iwe kwa cheo au bila cheo, kuna kitu nilifanya ambacho niko very proud nacho, ambacho naweza nikakitaja nikakizungumza na wengine pia wanakumbuka kwamba nilishakuwa na mchango fulani kwenye eneo fulani. Sawa, asante Mr. Malekela. Mimi kwa upande wangu nikisema kwamba interest ya kuhusu mambo ya uongozi ilichipukia pale ambapo nilikuwa primary. Nilibahatika kuchaguliwa kama kiongozi wa michezo msaidizi, maana nilikuwa napenda sana michezo wakati huo wa ukuaji wangu. Hivyo ukacheza mpira? Ndio. Namba ngapi mzee? Namba 7. Umesha kufunga goli hata moja katika kuchana? Maana namba 7 ni najua namba ambazo zina mchango mkubwa kwenye magoli. Nimeshinda sana. Sawa. Hivyo safari yangu ya uongozi ya kuishia pale. Nilivyotoka ile primary nikaelekea O level kusema ukweli sikubahatika kushika nafasi yote ya uongozi, lakini nilirudi tena kwenye ile papasi yangu, kitu ambacho nilikuwa nakipenda ndani kutoka moyo wangu, yani kwamba kuwatumikia watu na kuweza kuwaunganisha watu sehemu moja ili uweza kufikia lengo fulani. Hivyo advance ndoto yangu iliweza kuibuka tena, nikapata kuchaguliwa kama mshauri wa serikali ya wanafunzi, ambapo Kiranja kaka mkuu aliweza kunichagua kama mshauri wa serikali kutokana alikuwa ananiona kama ni mtu mwenye mawazo na ni mtu ambaye huwa anapendaga amani na naweza kusuluhisha watu. Hivyo nikisema kitu kikubwa ambacho nimeweza kuacha kama alama katika shule ile ni kuhusu shule. Mimi nimesoma Sadani Sekondari, ipo mkoani Iringa, advance. Ya ile ni boys tupu. Kitu ambacho nimeacha kama alama kwenye shule ile ni kuhusu masuala ya uonevu. Mimi nilikuwa ni mtu ambaye ninasikilizwa sana. Maana yake ukiangalia katika shule za advance ujue kuna ile kasumba kwamba wale form 5 walikuwa wanakuja kuanza masomo yao pale advance, huwa walikuwa wanatritiwa vibaya na form 6. Kwa hiyo wakifika pale unakuta wanatendewa mambo mabaya, unakuta hata kwenye ugawaji wa chakula wanakuwa wanapewa chakula kidogo na mambo mengine kaza. Lakini mimi kwa nafasi yangu niliweza kuishauri na kufanya kazi bega kwa bega na serikali ya wanafunzi kuweza kuzuia mambo kama yale, kwani tuliweza kama kuanzisha katimu kadogo hivi kwa kuweza kufuatilia mambo yale kwa kina. Wale wote walikuwa wanafanya vitendo vile tuseme vya kuweza kuwaonea
wadogo zetu ambao walikuwa ni form 5 walikuwa wanaweza kuchukuliwa hatua. Hata hivyo walimu nao pia wali appreciate jambo hilo. Kwa hiyo kwangu naona kama ilikuwa ni hatua, ni kama bonge achievement. Maana hata nilivyoondoka pale, hata wadogo, yani ile siku naenda kufuata cheti, yani siwezi elezea ile furaha ambayo yani kama walikuwa wamenipokea nayo. Maana wale watoto walinipenda, wakaniona kama ni mkombozi wao, kwa yani nilikuwa napigania maslahi yao hivi. Hivyo. Sawa sawa, hongereni kwa stories nzuri na achievements zenu ambazo mmekuwa mkifanya kabla ya kuja kwenye program. Sasa mmekuja kwenye program ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship. Mmeshaelewa how does program look like? Matarajio yenu ni yapi mpaka program hii, mpaka mnamaliza program yetu? Matarajio yenu ni yapi na jitihada ambazo mnazifanya ni zipi kuhakikisha kwamba matarajio yenu yanafikiwa? Nitaanza na wewe kwanza. Naweza nikasema kwamba kwenye programu hii mimi naweza nikajitemu kama mshiriki mkamilifu, kwa kuwa programu ya TNLF wamekuwa wakiweka au wakiweji mashughuli mbalimbali kama vile mijadala, vikundi vya miradi. Tumeona vijana zetu katika taasisi zao wamekuwa wakiweka charity mbalimbali, na vitu hivyo vyote nimeweza kushiriki, labda kwa kuweza kutoa mawazo na kujenga teamwork. Vile vile nimeweza kujifunza kwa wengine. Hivyo ushiriki wangu wa TNLF umeweza kunikutanisha na watu sahihi, watu ambao wameonyesha mwanga katika masuala ya uongozi. Vile vile kupitia TNLF nimeweza kupata mentorship nzuri, nimeweza kupewa mentor ambaye ameweza kuniguide hadi sasa. Naweza nikasema nimefaidika vitu vikubwa kutoka kwake, kwani aliweza kunipa elimu kwamba sisi kama vijana tusitegemee tu kama elimu ndio nyenzo ya kuweza kutukomboa, bali natakiwa tujishushe. Hata kama ndio tumemaliza bachelor, tumerudi nyumbani, tusijikute kwamba tuna degree basi hatuwezi kwenda mtaani na kuweza kuumiza bongo zetu, ili tuweze kufanya vitu ambavyo vitaleta maendeleo katika jamii yetu. Hivyo alinipa kitabu fulani hivi cha kuweza kuzungumzia masuala ya financial literacy. Kitabu hicho kimeandikwa na Robert Kiyosaki, kinaitwa Why A Students Work for C Students and Why B Students Work for Government. Kile kitabu kinatoa underground information ya mambo ya financial literacy. Kwa kusema ukweli, nilipata uelewa mkubwa na nikaona kwamba ili uwe kiongozi lazima kiuchumi uwe stable. Maana ukiwa maskini, ukiwa una uchumi hafifu, basi hata tukikuweka kwenye nafasi pale mbele, lazima utaweka maslahi yako mbele, utawasahau wananchi. Na kitu nilichogundua kupitia TNLF ni kuwa uongozi ni dhamana. Watu wamekupa dhamana ya kuweza kuwatumikia, basi nenda kapigane kwa ajili ya maslahi yao, sio kwa ajili ya kupigana maslahi ya kujinufaisha wewe na familia yako. Asante sana. Asante sana. Nimependa sana hiyo ya uongozi ni dhamana. Kabale, uongozi ni dhamana. Unatamani kitu gani ukikiona kwenye jamii kikifanywa na viongozi wetu kwenye jamii zetu, kwanza ngazi ya mtaani? Unasema kwa kweli hiki mimi sipendi ifanyike hivi, lakini ungetamani kuona uongozi wa aina gani kwenye jamii ambayo inakuzunguka? Nadhani swali langu umenielewa. Ndio. Kutafsiri uongozi ni dhamana. Karibu. Kufuatia alivyosema mwenzangu hapa kwa tafsiri yake ya kwamba uongozi ni dhamana, naamini kwamba hadi kiongozi kupewa hiyo dhamana inamaanisha watu waliomchagua wamemwamini kwamba yeye kuwa mwakilishi wa changamoto zao katika eneo hilo. Kwangu mimi, kitu ambacho ningependa kama kiongozi alioko tayari sasa hivi katika uongozi wake ama anayetarajia kuwa kiongozi kuona anafanyia katika jamii yake ni kwamba ningependa viongozi tusiwe watu wa maneno bali tuwe watu wa vitendo. Ikiwezekana ni heri kuwa una maneno machache ila ukawa mtu wa vitendo vingi, utekelezaji. Yaani tuoneshe kutekeleza kuliko kuongea tu. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna fulani usipokuwa mtekelezaji mzuri wa yale madai ambayo watu wanakuulilia kwenye sehemu yako, watu wanachukulia dhana kwamba hivi inamaanisha viongozi siku zote ni wale wale. Viongozi ni wale wale. Pengine hii ni sababu ambayo inapelekea uaminifu wa wananchi kushuka, na hadi wanaona labda kwa namna moja ama nyingine kwao jukumu lao kama raia la kutimiza kupenda kuchagua viongozi, wanaona kama vile hata wakichagua hamna mabadiliko. Kwao ningependa kama kiongozi ama viongozi tuwe watu wa utekelezaji.
Asante sana. Mmeshakuwa na role za uongozi huko nyuma na mnajifahamu nyinyi wenyewe hivi sasa. Tuseme sasa mnakuja kuwa viongozi kwenye jamii zetu, kwenye kampuni zetu, kwenye mashirika yetu, tuwategemee nyinyi kama viongozi wa aina gani? Kwako. Asante. Nikisema kama kiongozi wa aina gani, unaelewa maana yake? Naelewa. Karibu. Mimi kama mimi, kitu ambacho nimekuwa nikikiwaza kwa muda mrefu kwamba kama kuna zawadi ambayo naweza nikaipatia Tanzania ni zawadi ya uzalendo, kwamba mimi kuzaliwa Tanzania yani mimi ni Mtanzania sawa. Kwa hiyo kuzaliwa Tanzania kusinifanye mimi kuwa Mtanzania, lakini bali Tanzania imezaliwa ndani yangu, kwamba tuwe na ule uzalendo kutoka ndani ya mioyo yetu. Ujue vijana tukiwa tumeipenda nchi yetu kwa moyo wote, basi tutaweza kufanya mambo yani tutaweza kufanya mambo ambayo ataweza kuleta maslahi katika nchi yetu. Basi tutaweza kushirikisha katika mambo mbalimbali. Let's say tunaweza tukajishirikisha katika mijadala ya maendeleo, katika kujenga hoja mbalimbali na kupata kuchanganua mambo mbalimbali yanaendelea katika nchi yetu, ili tuje na hoja kuwa kivipi tutaweza kulikomboa taifa yetu kwenye janga la umaskini. Vivyo hivyo naweza ngasema sambamba na hilo, mimi ni kiongozi, napenda kuwakutanisha watu sehemu moja, na katika kuwakutanisha watu sehemu moja huwa naaminia sana kwenye uwajibikaji. Mimi kama mimi napenda sana uwajibikaji, yani kiasi kwamba mimi katika lifestyle yangu ya maisha naweza ngasema kwamba tukipanga jambo hili tufanye hivi, muda huu tumelenga kitu fulani, basi tufanye hivyo hivyo kama tulivyokuwa tumeongea. Lakini ukienda kinyume, yani siku ya kwanza tu, hata kama ulikuwa ni mtu wa muhimu, siku ya kwanza tu unaweza nikakushusha thamani, kwa kuwa napenda nione kwamba tunawajibika na kwamba kama tumeweka malengo fulani basi tunatimiza kwa kweli. Basi ile sio tunafanya kitu tu kwa ajili tu ya msukumo, kupata pesa au kupata umaarufu, bali unafanya kitu huku unakipenda kutoka moyoni, na utaweza kuifanya kwa uwezo mkubwa na utaweza kuachieve. Asante sana. Crispina, wewe ni kiongozi wa aina gani? Mimi kwa kweli, mimi uongozi wangu ama mimi aina ya kiongozi ambaye mimi nilivyo, kitu cha kwanza, mimi ni kiongozi ambaye ninajiongoza kwa kitu ambacho kikubwa kwangu cha uadilifu. Naamini kwangu uadilifu ni kitu ambacho kinaweza kaonekana ni kidogo, lakini kimebeba vitu vingi. Kwa sababu gani? Kwanza, unapokuwa mwadilifu inamaanisha yani umeshajitune, umejiweka katika hali ya kwamba mimi hapa lazima nitende kitu katika hali ambayo inapaswa kuwa bila kujali nani ananitazama. Kwa hiyo naamini katika uongozi wa uadilifu. Kwa nini? Bila kuangalia kwamba kiongozi anayenitazama wa juu yangu anaongoza vipi, bila kuangalia kwamba hivi nifanye hivi kisa ninaonekana na watu. Hapana, naamini katika uongozi wa uadilifu kwa kufanya kile ambacho ni sahihi bila kutazamwa na mtu yoyote. Na kingine ni kiongozi ambaye napenda mbali na kuja labda na fursa imetokea labda kukaa kwenye panel labda kuja na mawazo fulani, ni kiongozi ambaye napendelea kabla ya kuwasilisha wazo mezani ni pige picha kwanza ya kuwaza mbele kwanza. Je, wazo hili linaweza likaleta mchango gani kwenye taifa au kwenye jamii? Kwa hiyo naweza nikasema ni kiongozi vile vile ambaye napendelea kuwa na maono ya kuwaza mbele kwanza. Vile vile ni kiongozi ambaye napenda maendeleo, na katika maendeleo hayo napenda yawe ni yale ambayo yanagusa watu mbalimbali, wale ambao wana ujuzi, wenye ujuzi wa kati na wasio na ujuzi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu maendeleo yanahusisha kukuza uchumi aidha wa taifa kwa ujumla na uchumi wa mtu mmoja ama wa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba pengine mtaani tuna watoto ambao wanaitwa watoto wa mtaani, japokuwa sipendi kutumia hili neno. Wale watoto mtu kwanza akikutana nao anaamini kwamba huyu ni mwizi. Kwa hiyo kuliko kuishi kwa kuhofia kwamba watoto hao wanaweza wakawa ni kikundi ambacho hakina uzalishaji wenye tija katika taifa, naamini kwamba wale watoto tunaweza tukawasaidia hata kwa kuwakuza katika kutambua vipaji vyao na kukuza vipaji vyao na kuhakikisha wanakuwa hawawi tegemezi na hawawi kundi ambalo linaleta matatizo mtaani, bali wanakuwa pia kundi ambalo linazalisha katika taifa. Maana wakijipatia riziki wao, hata taifa nalo litapungukiwa mzigo kwa namna moja ama nyingine.
hivyo. Asante sana. Nimependa ile ambavyo mna energy ya kurespond maswali na uelewano mliokuwa nao. Tuzungumze sasa kuhusu jamii yetu ya Kitanzania. Vijana ni watu wa hovyo. Kuna muda vijana mna mchango mdogo kwenye taifa. Huko vijana hamjiajiri. Vijana mnalalamika. Unajua kuna ile kila kitu kinakuja vijana, vijana lawama zinakuja nyingi sana kwa vijana. Ndio. Mtazamo wenu kuhusu jamii inavyowatazama vijana ni upi? Mnaionaje jinsi jamii inavyowatazama vijana, na mnadhani ni mtazamo sahihi, ama kuna kitu gani ambacho vijana wanapaswa wafanya ili mtasiku kubadilisha mtazamo wa jamii kuhusu vijana? Umesema ukutana na vijana wa mtaani au watoto wa mtaani, jamii inawaona kama ni wezi. Uko kwingine jamii inaona kama vijana ni watu ambao hawana kazi za kufanya. Ndio. Wakati mwingine unasema ukimpa kazi kijana, ukimpa nafasi kijana kwenye kampuni yako, kwenye shirika lako, vijana watakuja kuibia. Sio waadilifu. Tunazungumziaje mtazamo wa jamii kuhusu vijana wa nchi yetu, na unadhani ni kitu gani ambacho kinaweza kufanya vijana kubadili mtazamo wa jamii kuhusu vijana wa nchi yetu? Karibuni. Kwanza naweza nikasema kwamba mtazamo wa wanajamii kuhusu vijana katika jamii zetu, naweza kusema wanaochukulia vijana kwa upande wa hasi, kwa kusema kuwa mara nyingi wanajamii wanachukulia kama vijana ni watu ambao ni watu wa kidunia, watu wanaenda na utandawazi, wanafanya mambo ambayo kinyume na taratibu au maadili ya jamii tulizokulia. Hivyo ndo maana katika hata kwenye nyadhifa za serikali imekuwa ikizoeleka kwamba vijana ukimpa nafasi hataweza kufanya chochote, kutokana na vijana wanakuwa kama watu ambao wanaendeshwa na miemko na akili mnemba, kwamba ile akili ya kushawishiana, yaani hawakai chini na kutafakari jambo kwa kina, kwamba hili jambo tunalolichukua litaweza kuleta malengo gani na litaibua impact gani huko mbeleni. Kwa hiyo naweza nikatoa wito kwa vijana wenzangu kwamba kutokana na hii mtazamo hasi ambao wanajamii wetu wamekuwa wakituchukulia, basi tufanye jitihada ambazo tunaweza tukabadilisha mtazamo wao. Sisi kama vijana inatakiwa tujionyeshe katika mashirika mbalimbali, katika shughuli mbalimbali za kijamii, tukianzia hata kwenye shughuli za kuanzia local government chini huko serikali za mtaa. Tujionyeshe, tujitoe katika shughuli za kufanya usafi, shughuli za kuchochea ulinzi na usalama katika jamii zetu. Tujitoe, tuonyeshe mchango wetu ili tuweze kuprove kwa watu wazima au watu wakubwa waliotuzidi kwamba vijana kweli sasa hivi wana nia kuleta maendeleo katika nchi yetu, na kwamba kama tukiwapa nyadhifa au tukiwapa nafasi fulani, basi wataweza kuleta maendeleo ambayo tumekuwa tukiyategemea. Na vile vile tunaweza tukawalaumu vijana sana, lakini ni moja kama siasa ya nchi yetu. Siasa ya nchi yetu tunaweza tukaitem kama subjective political culture, kwamba siasa ya nchi yetu kutoka huko enzi za mababu na mababu mpaka sasa imekuwa ikiaminika kama viongozi ndio wale wafanya maamuzi. Sisi kama raia tumekuwa tukijichukulia kama ni watu ambao ndio tunauelewa mambo ya siasa, lakini hatushiriki kwenye mambo yote ya siasa. Ni kama kuchangia hoja au kuchagiza uanzishaji wa sera fulani, tumekuwa kama wasikilizaji. Lakini ningependa kutoa wito kwa wanajamii na vijana kwa ujumla kwamba inatakiwa, ili kuleta mabadiliko, inatakiwa tujue tunajiorganize vipi kwa ajili ya kuleta mchango, kwa ajili kuleta hoja nzuri na mchango katika nchi yetu. Tuje na mawazo mazuri ambayo yataweza kusaidia nchi yetu. Mambo kama hayo. Asante sana. Una kitu cha kuongezea? Nacho. Kwangu mimi, kwa mtazamo ambao watu wazima wanavyochukulia vijana hasa Gen Z kwa sasa, ni kwamba kuna perspectives mbili. Asilimia kubwa wanachukulia kama ni kundi ambalo wanatuona kama vile hatuna faida, pengine tumeharibikiwa kwa jinsi ya tunavyoendesha maisha yetu, mfumo wa maisha yetu ya sasa, vijana wengi. Na asilimia ndogo ya watu wazima wanachukulia vijana kama kundi ambalo kwamba hili ni kundi kubwa ambalo tukilitumia vizuri ndio tunalitegemea katika kukuza nchi, maendeleo na vitu mbalimbali, kwa maana wazee watastaafu, wanategemea sisi hapa ndio tunaenda kushika zile nafasi zao pengine katika ofisi hizo wanazozifanyia kazi. Kwa kwangu mimi hapa
naona ningependa kuongelea kwa nini wanatuchukulia kama kundi lisilo na faida. Tuna aina ya vijana ambao kwao wanaona kufuatilia taarifa za habari sio jukumu lao, ni mambo ya kisiasa, bila kujua kwamba taarifa habari ni mjumuishi wa habari mbalimbali. Kuna za kimataifa, kuna za michezo, sijui ndo burudani humo na pengine za ndani ya nchi yake. Kwa hiyo unakuta mtu anajiita yeye labda ni raia Mtanzania, lakini hajui mambo yanayoendelea katika nchi yake. Yani sasa hivi kuna baadhi ya vitu vidogo vidogo ambavyo unaweza ukamuuliza kijana, hata mkuu wa wilaya wa sehemu anaokaa asijue. Yani mambo kama hayo pengine ni kwa sababu ufuatiliaji ni mdogo na anayefuatilia anakuwa anaonekana kama huyo ni siasa, kitu ambacho sicho. Tunabidi tujue nchi yetu inavyozidi kwenda. Na kingine ambacho ningependa labda kuwaasa vijana katika generation hii ni kwamba yani kuna haja kubwa ya kujua namna mwongozo wa nchi unavyokwenda. Yani pengine ni jukumu la kila raia kujua katiba ya nchi yake ili tupunguze ili ukishajua katiba ya nchi yako pengine utajua kwa namna moja ama nyingine mambo yakoje au yanaendeshwa vipi, ujue protocol za nchi yako. Hilo yani ni wajibu wetu, sio ombi kwa mtazamo wangu. Asante sana. Assume sasa tumepata nafasi ya kukutana na mfanya maamuzi wa mwisho kabisa kwenye nchi yetu ambaye una nafasi ya kwenda kushauri jambo fulani ungetamani lifanyike kwa namna nyingine ambayo ni bora zaidi. Jambo gani ungelipa kipaumbele kikubwa sana kwamba ungetamani kwenda kuliaddress kwa mkuu wa nchi ambaye ndo anafanya maamuzi ya mwisho kabisa katika nchi yetu? Moja lile la msingi ambalo unatamani kwenda kuifanya, kwenda kuzungumza naye. Tanzia kwako afu nitakuja kwako. Endapo nikipata nafasi labda kukutana na wafanya maamuzi wakuu wa nchi yetu, naweza nikasema kwamba jambo muhimu ambalo la kulitilia mkazo ni elimu katika maana mapana. Elimu ujue ndo kila kitu katika maisha yetu ya kila siku. Kama una elimu hakika kuliko hela. Hela yenyewe unaweza ukawa na hela lakini ukashindwa kuimanage hela kutokana una elimu. Kwa hiyo elimu katika nyenzo zote elimu ni kitu muhimu. Kwa hiyo cha kwanza kabisa wanatakiwa waweze kufanya maboresho mazuri katika elimu yetu. Na katika elimu yetu waweze kuweka ile elimu ambayo inamuandaa mtoto hapo atakapomaliza masomo yake ya chuoni, basi aweze kuwa na ile elimu ya kuweza kujitegemea katika maisha ya mtaani, maisha kila siku, maisha ya kuweza kujitegemea. Sio ile anakuwa anamaliza na anaenda kukaa mtaani asubiria ajira. Wanatakiwa badilishe mifumo kuanzia huku chini vidudu. Wanatakiwa waweke basi hata elimu ya kuhusu mambo ya investment, elimu kuhusu masuala ya pesa. Basi hata vijana wanavyokuwa waelewe kwamba pesa inatakiwa itumike hivi. Strategies za kuweza kumiliki pesa au kuendeleza misingi ya kiuchumi zipo hivi na hivi. Kwa kuwa uchumi ndo yani kuwa na uchumi mbovu ndo social na ndo kama cause ya all social evil which happen in the society. Kwa hiyo ningesema kwamba elimu ni kitu cha kutilia sana mkazo. Bila elimu hatuwezi kuendelea. Mwalimu hayati Julius Nyerere alisemaga kwamba elimu sio kama njia ya kukimbia umaskini, ni njia ya kupigana nao. Kwa hiyo tukiitumia elimu hii hakika tutaweza kupigana na umaskini na tutaushinda kabisa. Hatimaye nchi yetu itakuwa katika maendeleo salama yale ambayo tukiyatarajia. Asante. Kabale. Kwa upande wangu jambo kuu linataka kuendana na alichosema mwenzangu hapa sasa hivi, ila kwangu mimi ningekuja na pendekezo la kuomba. Kuna masomo ambayo nahisi haya masomo mawili ambayo nitataja yana umuhimu mkubwa wa kufanya pengine yawe ni masomo kama ya lazima, na pengine aanze kufundishwa kuanzia ngazi ya msingi, sekondari hadi vyuo vikuu. Masomo yapi kwangu? Masomo ya lazima ambayo yanabidi yawe yajumuishwe ni kama vile stadi za kazi. Kwa nini stadi za kazi? Kwa sababu mbali na kile ambacho tunakisomea, ambapo ukiangalia elimu yetu inasemekana kwamba wanaita kwamba it's too bookish. Theory ni nyingi kuliko vitendo. Kwa hiyo mimi naamini katika elimu ya stadi za kazi ama ufundi stadi, kila mwanafunzi yupo atachagua tu kile ambacho anakipenda kwenye somo hilo, ambacho yani kitamfanya
kitamfanyia kumpatia njia mbadala ya kujiingizia riziki mbali na kutegemea nini wote kuajiriwa. Kwa nini kuajiriwa? Kwa sababu gani? Yani hata tulalamike vipi, sidhani kama inawezekana ikatokea ofisi zikawa nyingi ukilinganisha na namba ya wahitimu. Wasomi ni wengi, tuko kwenye ulimwengu ambao uchumi ni wa ushindani mno, ambapo elimu tulionao inatuhitaji tubadilishe degree zetu tulizonazo kwenda kwenye kitu kinaitwa money economy, convert our degree into money economy. Kwa hiyo naamini kwamba stadi za kazi kwa namna moja ama nyingine itampa mtu kufunguka fikra ya namna ya kujiajiri kwenye vitu mbalimbali. Maana lile somo umomo kuna kilimo, kuna mambo ya handcrafts, mambo mbalimbali. Na somo jingine ambalo ningeona linafaa liwe la lazima ni mambo kuhusu sheria au katiba. Hakuna mtu, yani hakuna mdogo. Kwa sababu gani? Mtoto wote tusome sheria. Simaanishi sheria kama sheria, lakini sheria za nchi yetu na katiba kwa ujumla. Vipengele kama vipengele watoto waanze kujua tangia wakiwa elimu ya msingi. Kuna umuhimu, kwa sababu kuna vitu vingine tunaweza tukawa tunavifanya tukahisi tuko sahihi, kumbe kule haviko sawa. Kwa ule ni mwongozo ambao raia unaye utamuongoza ajue ninapokosoa hapa, je, niko sahihi au la. Na pia hata wale watoto pia si watakuwa pale kuna kundi ambalo litakuwa viongozi na wao wajue, je, kitu hiki kipo sawa. Maana hata kwenye katiba utakuta kuna vifungu ambavyo kinasema hivi na ukienda mbele huko napo unakuta kinakinzana na hivi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine kuna kitu hapa kinabidi kifanyike kuweka mambo yakae sawa. Kwa hiyo unatamani kuona vijana wakijifunza kuhusu sheria na katiba ya nchi yao kuanzia na hiyo ni kwa wote ili uweze kuifahamu nchi yao vizuri, si ndio? Sawa, swali langu la mwisho kabisa kwenye siku hii ya leo, jamii itegemee jamii ambayo inawasubiri kama Tanzania Next Gen Leaders itegemee nini kutoka kwenu? Jamii itegemee nini kutoka kwenu? Kitu gani ambacho mnakuja nacho kwenye jamii ya Kitanzania kuweza kuonyesha ule nguvu ya vijana, uwezo wa vijana katika kusukuma gurudumu ya maendeleo? Kwako Crispina, afu tutamalizia na Tashao. Kwangu mimi jamii yangu itegemee kwamba ya Mwanza jamii yangu ya Mwanza kama mfano nakotoka, itegemee kwamba kupitia mafunzo ambayo nishakwisha yapata huku na ambao huku TNLF na ambao bado naendelea kuyapata, itegemee kwamba kwa namna moja ama nyingine, mimi naamini kwamba mimi hapa ni primary source ambaye nitabidi nipitishe nilichojifunza huku kwenda kwa wengine, ili ongezeko la watu wenye maarifa ambao nimeyapata kwenye programu hii, ambao yana mawazo ya kimkakati na ambao ni mazuri kweli kwenye jamii yetu kwa ujumla na mtu mmoja mmoja kama raia. Naamini kwamba nilichokipata huku kwa jamii itegemee kwamba ninachokipata sitakuwa mchoyo. Nafundisha kwanza sasa hivi tu kuna ambavyo nina gain na kuwafundisha wengine. Kwa wategemee hivyo kwamba ninachojifunza huku nao pia lazima niwafundishe, nao wakafundishe wengine. Tupunguze pengine malalamiko ambayo yanakuwa au changamoto ambazo zinakuwa zinalalamikiwa katika jamii yetu. Asante. Kevin, jamii ya Tanzania ambayo inakusubiri kama kiongozi wa Tanzania Next Gen Leaders itegemee nini kutoka kwako ambacho unadhani wakae mkae wakula kwamba Kevin is coming, anakuja na nini kipya? Sawa. Mimi kama jamii yangu na lini mimi kama jamii yangu inaonizunguka kama inaweza kusikia sauti hii leo, napenda kuahidi mambo mengi. Yani mambo mengi ambayo wanaweza kuyatarajia ambayo nitaleta kwao ambayo yatakuwa mazuri. Kupitia programu hii nimepata kupitia mentorship na kupata mafunzo ya wiki 2 ambayo mafunzo hayo yalikuwa ni mafunzo ambayo yaleta impact kubwa katika maisha yangu na katika masuala mazima ya msingi ya uongozi. Hivyo vitu nilivyovijifunza katika kutoka kwenye ile program nategemea niviweke into practice, niviweke katika utekelezaji. Sio vikaishia tu pale ambapo nilikuwa nimejifunza na nikarudi mtaani nikaacha wananchi wangu au watu walionizunguka bila uelewa wowote. Basi ile elimu na ule ujuzi niliopata katika program ningependa uniimplement kwenye my society, watu walionizunguka. Naweza nisipate nyazifa kubwa au nisipate kupata platform kubwa ya kuweza kupaza sauti hii, lakini wale walionizunguka napenda wanichukulie mimi kama mfano.
napenda ni wajenge, tuwe kama teamwork kuweza kuchochea maendeleo ya jamii yetu. Na sisi kama vijana tuna wajibu wa kuwajibika kuwalinda wale waliokuwa chini yetu na hata waliokuwa juu yetu. Maana yake vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Nguvu kazi ambayo tunategemewa katika masuala mbalimbali ya kiulinzi, kiuchumi na kiusalama. Hivyo vitu vyote nilivyopata katika programu hii, hata katika mafunzo ambayo naendelea kuyapata hapa na pale kutoka katika mijadala mbalimbali, kukutana na wanazuoni, wanasiasa mbalimbali, ningependa kwamba elimu hii niweze kuimplement vizuri katika jamii yangu, iwe kama nyenzo ya kuleta mabadiliko chanya katika nchi yangu ya Tanzania. Hivyo ategemee makubwa. Asante sana. Mtegemee makubwa kutoka kwa washiriki wa Tanzania Next Gen Leaders Fellowship. Hii ni podcast ya kwanza kabisa ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship, na tunashukuru sana kwa kutufuatilia. Endelea kufuatilia vipindi vingine vingi zaidi tunavyowaletea sauti za washiriki wa programu hii, lakini pia mitazamo yao kuhusu masuala mbalimbali ya kijamii, lakini wao ni kina nani hasa, ni viongozi wa aina gani hasa, wanatarajia nini kutoka kwenye jamii ambayo inawazunguka, lakini pia na wewe mwanajamii ambaye unatutazama hii leo, ambao unafahamu kwamba kuna programu ya Tanzania Next Gen Leaders Fellowship. Shukrani sana. Kwaheri.